Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ghurri mayamin, amma ba'du. Tunaendelea katika kipengele chetu cha ifahamu sheria ya ndoa katika kitabu cha Al-Miftahu li Babin Nikah. Baada ya kumaliza kueleza jukumu la mwanzo la yule mtu ambaye anapaswa kusimamia jambo zima la ndoa ambalo ni kuuliza, je, mwanamke huyu ni bikran au ni thayyib? Tunakuja katika kipengele cha pili ambacho anamuelezea mwanamke ambaye ni thayyib. Na thayyib tulisema imma atakuwa ni mjane kwa maana kaachwa au kafiwa na mume. Na thayyib tukaeleza maana yake ni kwamba ni mwanamke ambaye tayari imeondoka bikra yake. Anasema muallif rahimahullah, wa in kanatil makhtubatu, na ikiwa yule mwanamke ambaye anaposwa thayyiban, kama tulivyoeleza katika kipindi cha nyuma nini maana thayyib, falyasalil aqidu aidan, basi anatakiwa aulize yule mwenye kufungisha ndoa yafuatayo. Maana yake thayyib imma atakuwa ni mwanamke ambaye tayari imeondoka bikra yake kwa njia ya halali au kwa njia ya haramu, au thayyib ni mwanamke ambaye ameshawahi kuolewa lakini imma kafiwa na mume au ameachika. Anasema muallif rahimahullah, jambo ambalo anatakiwa aulize huyu mwenye kufungisha ndoa kuhusiana na mwanamke huyu, hal mata anha zawjuha au talaqaha, je, ikiwa amewahi kuolewa huyo mwanamume aliyemuoa amekufa au amempa talaka, lazima ajue. Fa in kana mata anha, anakuja kuleta uchambuzi na maelezo ikiwa atasema kwamba mume wake wa mwanzo aliyemuoa alifariki. Anasema faliyasal an waqti mautihi, aulize alifariki lini na muda gani, maana yake mwezi, tarehe. Kwa nini aulize? Liyafahama inqidha'i iddatiha, ili afahamu kumalizika kwa eda ya yule mwanamume ambaye tayari alishafariki. Lianna iddat alwafati, kwa sababu idda ya kufiwa katika Uislamu, mwanamume anapokuwa ameoa kisha mwanaume huyo akafariki, maana yake huyu mwanamke anatakwa kisheria kukaa eda kwa muda maalum. Na hapa muallif rahimahullah atatuelezea. Anasema lianna iddat alwafati, kwa sababu eda ya kufiwa tanqadhi biwad'i alhamli in kanat hamilan, inamalizika kwa mwanamke kujifungua pale ambapo mwanamke huyo atakuwa ni mjamzito. Kwa maana ikiwa mwanamke kafiwa na mumewe kisha yeye akawa ni mjamzito, ule muda atakaojifungua tu, maana eda yake tayari inakuwa imemalizika, na haijalishi itakuwa ni muda gani. Hata kama baada ya mume kafa leo kisha baada ya siku mbili mwanamke kajifungua, basi eda yake tayari itakuwa imemalizika. Wa bi 4 ashhurin wa 10 ayami, na eda yake itakuwa imemalizika baada ya miezi 4 na siku 10, lilhurratin, kwa mwanamke aliyekuwa hur, in kanat hailan, ikiwa sio mjamzito. Kafiwa na mumewe, utaratibu wa mwanamke huyo kukaa eda ni miezi 4 na siku 10 katika Uislamu. Kwa hiyo huyu eda yake itakuwa imemalizika baada ya kumalizika masiku hayo, lakini ikiwa ni hur. Wa bishahraini wa 5 ayami lilamati, na ikiwa ni mwanamke ambaye ni mtumwa, basi atakaa miezi 2 na siku 5. Kama hii imeletwa ni katika faida kwamba katika Uislamu kuna hukumu zinazowahusu wale ambao si watumwa na kuna hukumu ambazo zinawahusu wale ambao ni watumwa. Lakini katika zama zetu hizi watumwa hawapo, kwa maana kinachotuhusu sisi ni hizi hukumu ambazo hazihusiani na watumwa. Anaendelea kusema muallif rahimahullah, wa in kana zawju talaqaha. Sura ya mwanzo tumemaliza endapo mume wa mwanzo alifariki. Kwa hivyo hayo ndio anayotakiwa kuyauliza, na lengo la kuyauliza ili aweze kuyajua hayo tuliyoyataja. Kwa hiyo sura ya pili, wa in kana zawju talaqaha, na ikiwa huyo mwanamke anayeolewa yule mume wake wa mwanzo alimpa talaka, falyanzuru sighat at-talaqi, anatakiwa kuliangalia lile tamko la talaka. Yani kama iliandikwa kwenye karatasi aiangalie ile tamko ya talaka, na kama yale maandishi ambayo yalitumika kuandika talaka. Na sasa hivi katika usimamizi wa mambo haya ya talaka kuna uthibitisho ambao pale mtu anapokuwa ameachana na mtu fulani unaandikwa kama uthibitisho, tarehe, mwezi, siku, kila kitu.
Wayabhathu tamama albahthi an sihatihi wa nufudhihi, na anatakiwa afanye utafiti wa uhakika katika kusihi kwa talaka hiyo na kupita kwa talaka hiyo. Lakini jambo jingine ambalo anatakiwa kuuliza, wa hal huwa khul'iyun au raj'iyun, je, hiyo talaka ni talaka ambayo ni khul'i au ni talaka ambayo ni raj'i? Talaka ambayo ni khul'i maana yake ni mwanamke anakuwa amemchoka yule mwanamume ambaye aliyemuoa, akaamua kwenda kuivua ile ndoa kwa kadhi ama katika mamlaka husika. Au raj'iyu maana yake ni talaka ambayo mwanamume ameitoa, kwa sababu mwanamume katika Uislamu amepewa talaka tatu, maana yake 1, 2, 3. Unapotoa moja inakuwa ni moja, unapotoa ya pili inakuwa ni ya pili, unapotoa ya tatu inakuwa ni ya tatu. Kwa hiyo unapotoa talaka ya kwanza, maana yake mwanamke huyu bado anakuwa katika miliki yako mpaka pale utakapotamka lafdhi ya kumrejea. Utakapompa talaka ya pili, maana yake bado ataendelea kuwa katika miliki yako mpaka pale utakapotoa tamko la kumrejea. Lakini utakapompa talaka ya tatu, maana yake kisheria ya Uislamu huruhusiwi kumrejea mwanamke huyo mpaka aolewe na mwanamume mwingine, kisha wewe ndio uje na yule mwanamume astarehe naye, baadaye ampe talaka, kisha amalize ida yake, ndio wewe uje kumuoa. Kwa hiyo lazima huyu anayefungisha ndoa aulize kwamba hii talaka ni khulu'iyun au ni raj'iyun, ni talaka rejea. Wa hal dakhala biha az-zawju al-awwal am la, na anatakiwa aulize wakati alipokuoa yule mume wa mwanzo alikuingilia au hakukuingilia, anatakiwa aulize. Kisha anasema wa idha dakhala biha, na itakapobainika kwamba yule mume wa mwanzo alimuingilia, faliyas'al an inqidha'i iddatiha, anatakiwa aulize kumalizika kwa eda yake, kwa sababu katika Uislamu mwanamume anapooa kisha ikawa baada ya ndoa hakumuingilia mwanamke huyo hana eda, isipokuwa pale atakapokuwa amemuingilia kisha akamwacha, ndio anakaa nini? Anakaa eda. Kwa hiyo anatakiwa aulize kuhusiana na kumalizika kwa eda ya mwanamke huyo. Wa hal hiya min dhawati al-aqra'i au min dhawati al-ashhuri. Hapa anakuja kutoa faida muhimu sana kwa dada zetu, wanatakiwa waifahamu. Wa hal hiya min dhawati al-aqra', je, mwanamke huyo ni mwanamke ambaye anazipata zile siku zake za kila mwezi, au min dhawati shuhuri, au ni yule mwanamke ambaye hapati zile siku zake, maana yake haingii hedhi. Kwa hiyo kuna hukumu tofauti. Mwanamke atakayepewa talaka kisha eda yake inakuwa vipi? Inaangaliwa vitu viwili. Ima mwanamke huyo atakuwa anaipata ada yake, au mwanamke huyo atakuwa haipati ada yake. Katika Uislamu mwanamke anayeipata ada yake kuna utaratibu wake wa namna ya kukaa eda kwa mujibu wa hiyo ada yake. Anakaa vipi? Katika faida, yule mwanamke ambaye ameachwa, amepewa talaka, anatakiwa kukaa eda katika Uislamu ikiwa anaingia hedhi. Maana yake ni kwamba anatakiwa apate tahara 3. Tutakuja kueleza katika kipindi maalumu utaratibu wake unakuwaje kwa faida zaidi. Na ikiwa ni dhawati al-ashhuri, na yeye pia ana utaratibu wake, lakini muallifu rahimahullah hapa ametuwekea baadhi ya faida. Anasema wabil jumlati fala yanbaghi lahu an yubashira al-aqda. Kwa hivyo kwa ujumla kabisa, huyu mtu ambaye anasimamia jambo zima la ufungishaji ndoa hapaswi kufungisha ndoa hata yatahaqqaqa khuluwaha anin nikahi, mpaka apate uhakika kwamba mwanamke huyu anayemfungisha ndoa hayuko katika ndoa ya yule aliyetangulia, wala iddatin, na hayupo katika eda ya mtu yoyote, wasairil mawani', na vizuizi vinginevyo ambavyo vinazuia kuolewa kwa mtu. Wa yushtaratu li sihhati nikahi thayyib, na inashartizwa katika kusihi ndoa ya huyu mwanamke ambaye ni thayyib kama tulivyomueleza, bulughuha, manake ili isihi ndoa yake anatakiwa aolewe akiwa amebalighi, na kubalighi katika Uislamu ni kufikisha miaka 15 kwa kauli al-jumhuria. Al-Imamu Abu Hanifa ni miaka 18, huyu ndo anazingatiwa kwamba tayari amebalighi. Wasti idhanu, hana lazima itoke idhni kwake yeye, bi anta adhana nutqan, yani idhni yake inatakiwa iwe ni kwa kutamka, liwaliha, kumtamkia wali wake, fi tazwijiha, katika kumwozesha, wa in kana aban au jadda, hata kama wali wake atakuwa ni baba au atakuwa ni babu. Kwa haya ndio mambo ambayo anatakiwa kuyauliza mtu yoyote ambaye anapaswa kufungisha ndoa. Endelea kuwa nasi. Kipindi kijacho tutawataja mawalii wa ndoa ni kina nani na maana ya walii katika Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.